Serikali yaanza utekelezaji wa mpango wa huduma jumuishi ya matumizi ya dawa za tiba asili na tiba mbadala. Na katika michezo, kocha wa Simba Fadlu David aeleza juu ya utayari wao wa kuwavaa Stellenbosch katika mchezo wa mkondo wa pili wa nusu fainali ya kombe la shirikisho utakaopigwa leo jijini Durban nchini Afrika ya Kusini. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha asubuhi njema. Jina langu ni Kisa Mwipiana. Nitakusomea taarifa habari, lakini tutapata muda wa kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia mezani kwetu asubuhi ya leo. Karibu sana. Serikali kupitia Wizara ya Afya imeanza utekelezaji wa mpango wa huduma jumuishi wa matumizi ya dawa za tiba asili na tiba mbadala zilizosajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala nchini kwa hospitali 7 za rufaa za mikoa, ikiwa ni mkakati wa kuokoa fedha zilizotumika kuagiza dawa nje ya nchi. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Pamoja na hospitali hizo ambazo tayari zimeanza utekelezaji wa mpango huo jumuishi, Waziri wa Afya Jenista Mhagama amesema hospitali nyingine 7 zipo katika hatua za mwisho za uanzishwaji wa huduma hizo. Ameeleza hayo wakati wa uzinduzi wa Baraza Jipya la Tiba Asili na Tiba Mbadala, ambapo amelielekeza baraza hilo kusimamia usajili wa dawa hizo na upatikanaji wake ili kutokwamisha upatikanaji wa huduma katika hospitali hizo. Na hospitali nyingine 7 ziko kwenye hatua za mwisho za kuanzisha huduma jumuishi. Hasa hofu yangu, tunaanzisha hizi huduma jumuishi, alafu dawa zinaletwa baada ya muda zimekata. Tutakuwa hatusongi mbele, tunarudi nyuma. Hadi sasa dawa 127 pekee ambazo zimesajiliwa rasmi na baraza, na idadi hii ni ndogo sana ikilinganishwa na dawa asili zilizopo sokoni. Amelielekeza baraza hilo kuwa na mpango mkakati wa dhati wa kuhakikisha dawa za tiba asili na tiba mbadala zinafanyiwa utafiti wa kisayansi, kwa kuwa kwa sasa nyingi zinatumika kwa kuzingatia maarifa ya kimila. Dawa ziko nyingi na tumekubaliana hapa ziko nyingi, lakini dawa hizo nyingi zinafuata maarifa ya nini? Ya jadi, ya kimila. Hakuna uthibitisho wa kisayansi kuhusu ubora na usalama na ufanisi wake. Sasa kama baraza mpo, kazi yenu ndio hiyo. Awali, mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe alieleza ushiriki wa sekta binafsi katika kuzalisha dawa za tiba asili na tiba mbadala, huku mwenyekiti mpya wa baraza akiahidi kufanya kazi maelekezo yaliyotolewa. Kuna kiwanda kinaitwa Cornwell International, kiko Kigamboni. Ni kiwanda kikubwa cha kisasa, kinatengeneza dawa ambazo zinatumika ndani ya nchi na zinasafirishwa kwenda nje ya nchi. Na huko nje ya nchi wamezikubali, wanaziingiza bila changamoto yoyote, na sisi hapa tunazitumia. Mazingira mazuri ya uwekezaji kama huo mfano uliotolewa kwa Cornwell kule Kigamboni, na ikiwezekana wengine pia wengi zaidi waweze kuingia, ili hii fani ionekane kwamba nayo inachangia tu, sio ndani tu, lakini pia huko nje. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Serikali mkoani Dodoma imewataka watendaji wake wote katika sekta mbalimbali kutambua kuwa afya ni sera inayopita katika sera zote. Kwa hiyo hapana budi kutiliwa mkazo ili taifa liwe na watu wenye afya njema. Kuringemonge huyu hapa ana undani wa taarifa zaidi. Rai hiyo imetolewa jijini Dodoma na mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. Thomas Rutachizibwa wakati alipokuwa akizindua ofisi na mpango mkakati wa mwaka 2025-2030 wa shirika la Afya Plus. Kwa hiyo tusipohubiri afya katika elimu tutakuwa tumepotea. Tusipohubiri afya katika kilimo tutakuwa tumepotea. Kwa sababu hata kwenye kilimo lazima tujue kwamba tunalima nini kwa ajili ya afya ya huyo mkulima. Ndio? Katika mifugo tunafuga nini na tunafugaje kwa ajili ya afya ya yule mfugaji. Kwa hiyo tusaidiane, tuhubiri afya katika sera zote. Aidha, mganga mkuu huyo wa mkoa wa Dodoma akaweka wazi umuhimu wa viongozi kujiongeza kwa kuhakikisha madarasa mazuri yaliyojengwa na serikali yanaenda sambamba na ujenzi wa matundu zaidi ya vyoo, huku mkurugenzi wa Afya Plus Bi Susan Yunde akibainisha mpango walionao sasa wa kuwa na mashine za maji safi ya kunywa katika shule kadhaa za mkoa wa Dodoma.
namna gani tunakuwa wabunifu, namna gani tunawashirikisha wananchi, na nafikiri that's what matters hasa sisi ambao tuko kwenye ngazi ya jamii. Kwa hiyo tuyachukue kama walimu kwamba hiyo ni changamoto. Ni kweli sometimes inaweza kujengwa madarasa, yakajengwa matundu kadhaa ya vyoo ambayo yatoshelezi. Kwa hiyo tuendelee kuhamasisha wananchi katika ngazi ya vijiji na mitaa ili waweze kutekeleza yale mengine ambayo kwa bahati mbaya hayakuweza kutekelezwa na serikali. Ni mradi wa maji ya kunywa. Huu ni mradi mpya na unaanza hapa mkoa wa Dodoma. Tumekuwa tukijenga sehemu za kunawa mikono, nakuta tunaweka sehemu 9, sehemu 8 za wanafunzi wa kawaida, sehemu 1 kwa ajili ya wanafunzi wenye ulemavu. Kwa hiyo sasa tunaenda kutengeneza system ya maji ya kunywa ambapo wanafunzi wataenda kupata maji ya kunywa kutoka kwenye mabomba. Na tunafanya kwa shule 5. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringa Mongei. Ulinzi na usalama mkoani Songwe vimeungana na kufanya mazoezi ya pamoja ili kujenga umoja na kuendelea kuimarisha usalama katika mkoa huo. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, Kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Agostino Senga amesema hayo wakati akizungumza kwa niaba ya vyombo hivyo kuhusu umuhimu kwa kila askari kufanya mazoezi kwa ajili ya majukumu yake ya kila siku. Kamanda Senga ameongeza kuwa mazoezi hayo ni sehemu ya kawaida ya utendaji kazi wao, ukiwa na lengo la kuhakikisha kuwa vyombo hivyo vinakuwa na utayari muda wote, kitendo kitakachofanya mkoa wa Songwe kuendelea kuwa salama. Aidha, Kamanda Senga amesema wananchi wasiwe na wasiwasi, kwani vyombo vyao vya dola vipo macho muda wote na vinaendelea kutekeleza jukumu mama la kulinda raia na mali zao pamoja na nchi kwa ujumla. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu sisi ni vyombo vya dola ambapo mazoezi ni sehemu ya chakula chetu. Kwa hiyo tuna mazoezi haya ambayo yanaunganisha vyombo vyote vya dola ikiwemo jeshi la polisi, jeshi la wananchi, magereza, uhamiaji, zimamoto na pia ununiformed officers ambao hawavai uniform, lakini na vyombo vingine vyote vya dola. Mazoezi haya ni ya kawaida. Ni mazoezi ya kawaida, lakini tujue kwamba askari siku zote chakula chake ni mazoezi, lakini pia anatusaidia kujenga miili, lakini pia anajenga mshikamano, umoja wa vyombo vyetu vya dola. Ili tunapofanya kazi basi tuwe wamoja na tukijua kwamba sisi wote tunajenga nchi yetu ambayo kwa utamaduni na mila nchi yetu ni amani na utulivu, lakini mazoezi lazima yawepo. Askari wanapofanya mazoezi hata utendaji kazi wake unakuwa sio sahihi. Lakini pia nichukue nafasi kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi na sisi ndio vyombo vya dola ambao tunahakikisha kwamba tunakuwa na amani na utulivu. Kwa hiyo tunapokuwa pamoja basi tunabadilishana uzoefu ili basi nchi yetu endelee kuwa salama kwa amani na utulivu. Na tuhakikishe wananchi kwamba wasiwe na wasiwasi, vyombo vyao katika mkoa wa Songwe tuko imara, tuko imara kabisa kwa kwamba mambo yote yanayotokea katika mwaka huu wananchi wawe na amani, wawe na utulivu, kwamba hata uchaguzi huu basi vyombo vipo utakwenda kwa amani na utulivu. Na nitoe wito tu kwa wananchi kwamba wanaposikia kuna viashiria vyovyote ambao ni vya uvunjifu wa amani basi wasisite kutoa taarifa kwa vyombo hivi ili basi hatua stahiki za mapema kabisa ziweze kuchukuliwa. Niwatakie siku njema, lakini pia shughuli njema za ujenzi wa taifa letu katika mkoa wetu wa Songwe. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Tobias Yandengenyi amesema muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni kielelezo kizuri cha mshikamano wa Tanzania bila kujali mitazamo ya dini wala kabila, na ndiyo tunu ya taifa hili. Kauli hiyo imetolewa kwa nyakati tofauti katika wa hadhara uliofanyika kwenye soko la Gungu la Mwandiga katika manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 61 ya muungano huo. Mwanahabari wetu Mojabu Hoza anayo taarifa zaidi. Asubuhi na mapema wananchi, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa na wilaya pamoja na wakuu wa idara mbalimbali walianza na zoezi la usafi. Hatua hiyo ya usafi imeelezwa kwamba ni kielelezo kizuri cha kudumisha usafi wa mazingira katika maeneo ya masoko, lakini pia inatoa kielelezo cha umoja, undugu na mshikamano katika kusherekea muungano. Tumefanya kazi kwa umoja na tumeshirikiana. Ninapenda siku zingine tufanye tena kitu kama hiki. Waliobuni swala la muungano, walioumiza vichwa kutengeneza muungano, walipatia sana na Mungu walipe sana, ambaye leo tunapata matunda, tunapata manufaa kutokana na muungano huu. Mimi binafsi napongeza sana, lakini pia
vizazi vyetu vinavyokuja na ambavyo vilivyopo na pia vinavyokuja. Tunavihimiza sana, Mungu awajalie hekima, muungano uendelee kuwepo. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chwachua anasema muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni tunu yetu na zaidi ya 80% ya Watanzania wamezaliwa katika kipindi cha muungano. Muungano huu ni heshima. Ni heshima kubwa. Ni heshima kubwa inayodhihirisha umoja wetu, mshikamano wetu, undugu wetu kama Watanzania. Sisi tumezaliwa na Tanzania na Tanzania ndio mama yetu. Kwa hiyo tunu hii lazima tuilinde kwa wivu mkubwa kama mboni ya jicho letu. Kwa hiyo muungano ni dhamana, ni heshima na ni tunu ya taifa letu. Mwenyekiti wa Chauma mkoa wa Kigoma, Abdalla Bukuku, anasema muungano unatoa taswira nzuri ya kuigwa na nchi zingine zinazotuzunguka. Muungano ule unatoa picha nzuri sana katika nchi yetu ya Tanzania kwa nchi zinazotuzunguka. Naombeni tutengeneze muungano, tutengeneze yale tunayoyaona katika nchi yetu Mama Samia anayafanya. Kwanza nikipongeze Chama cha Mapinduzi kurudishia tena mgombea Mama Samia, wakina mama mitano tena kwa Mama Samia kwa kazi anayoifanya mkoa wa Kigoma. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi wilaya Babati mkoani Manyara imemtaka mkandarasi wa kampuni ya CMG ya jijini Mwanza anayetekeleza mradi wa maji kwenye kijiji cha Utwari kata ya Mdunga kwa fedha za serikali za zaidi ya shilingi bilioni 2.9 kukamilisha kwa wakati ili wananchi waone thamani ya fedha zilizotokana na kodi zao na kuondoa kwenye adha ya ukosefu wa huduma ya maji safi na salama kwa karibu. Elia Kimani anaarifu zaidi kutoka Manyara. Huu unatekelezwa kwa malengo ya kuhudumia wananchi 5827 wa kijiji cha Utware na vijiji vingine ndani ya kata ya Madunga wilaya Babati ambao wamekuwa kwenye uhitaji mkubwa wa maji kwa karibu. Maelekezo ya kuharakisha ukamilikaji wa mradi huu umetolewa na kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi wilaya Babati vijijini kwenye ziara yake ukaguzi wa utekelezaji wa ilani yake ngazi ya wilaya. Wananchi wetu watapata huduma ya maji baada ya muda sio mrefu, maana mwezi wa 6 sio mbali, na kipaumbele ni kijiji hiki cha Utwari. Na baada ya pale mradi utatanuliwa kwenye kata zile mbili kama ambavyo tumesema, kata hii ya Madunga pamoja na Gamei. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba mradi huu ni mradi mzuri hitaji kwa watu wetu, na tunaamini kwamba uko mbele ya safari. Mradi huu nafikiri ndio mradi ambao unategemea kwamba utasambaa kwa kata zote 6 za ukanda huu wa juu. Mradi wa maji Madunga Utwari ni miongoni mwa miradi ambayo inaendelea kutekelezwa na RUWASA wilaya Babati ili kuweza kutatua changamoto ya maji iliyoko katika kijiji cha Utwari pamoja na kata ya Madunga, lakini pia pamoja na kata ya Gamei. Kata hizi mbili zina jumla ya vijiji 6 ambavyo tunategemea kwamba vitaweza kunufaika kutokana na mradi huu. Baadhi ya wanufaika wa mradi huu wanaeleza matarajio yao huku wakionyesha nyuso za shukrani kwa serikali kwa utekelezaji wa mradi huu. Ni kweli kama injinia vinavyosema, kwa sababu huku kwenye kijiji cha Utwari, kitongoji cha Tango hasa, yaani maji ambayo tunayatumia ni maji ambayo yuko kwenye mabwawa. Mimi nashukuru serikali ya Mama Samia kwa sababu hii MDP ambazo zimetolewa kwenye vituo vya vitongoji, sasa maji iko karibu sana. Ni kweli changamoto ya maji huwa inapata kina mama, yaani kwa hii miradi ilipojitokeza sasa hata wataweza kupanda mboga. Sasa ile usumbufu ya kutafuta mboga huko sehemu ya mbugani huko mbali sasa ilishapungua. Kamati hii ya siasa imekagua pia miradi ya sekta ya elimu, barabara kwenye vijiji vya Ngorongoro, Gamei na Utwari pamoja na sekta ya afya kwenye kituo cha afya cha Galapo kinachoendelea na ujenzi. Kutoka wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Tanzania UVCCM umewataka wananchi
kutokatishwa tamaa na maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu na baadhi ya vyama vya siasa ambavyo vinatishia kutoshiriki uchaguzi huo kwa kuwashinikiza wananchi kuwaunga mkono. Mrisho Sadik anaarifu zaidi. Rai hiyo imetolewa na mwenyekiti wa UVCCM Taifa Mohamed Ali Kawaida wakati akizungumza na wananchi wa Masumbwe wilaya Mbogwe katika mwendelezo wa ziara yake ya siku 4 mkoani Geita. Kwa mujibu wa msajili wa vyama vya siasa vipo 19. Katika vyama 19, 11 wao wamesema wanavua jezi, hawataki kushiriki mechi. Vyama vilivyobakia vimekubali kushiriki mechi. Sasa tuwaombe sisi tulivyoheshimu maamuzi yao ya kukubali ama ya kutaka kukaa nje, wasicheze mechi ama ligi, na kwa sababu wameonyesha wamekubali kushindwa, watulie, watuache tucheze mechi kwa amani na usalama Oktoba 2025. Katika vijiji na vitongoji vilivyopo hapa, ushindi wa 98.9 ulipatikana hapa Mbogwe wa wanachama waliogombea katika uwenyekiti wa vitongoji na vijiji wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Na hiyo ni ishara njema. Mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Geita Manjale Magambo amesema mkoa wa Geita wana umoja na kwamba hawatishwi na baadhi ya watu wanaodai kutoshiriki uchaguzi mkuu mwaka huu. Geita tuna umoja, tunasubiria uchaguzi. Na wale ambao wanapita kuhamasisha kwamba hakutakuwa na uchaguzi, tunawataka wasije Geita. Kwa sababu wana Geita na vijana wa Geita tumeamua kwa moyo mmoja, kama katiba ya nchi yetu inavyotutaka, kila baada ya miaka 5 kwenda kushiriki zoezi la uchaguzi. Tumejiandaa. Kutoka Mbogwe, mimi ni Mrisho Sadik. Kampuni ya tumbaku ya Premium Active Tanzania imetoa msaada wa pikipiki moja aina ya Chanel CC 250 namba za usajili MC 461 EUN ikiwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 4 katika kituo cha polisi Mishamo, wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi, ikiwa ni lengo la kusaidia kuzuia uhalifu na utoroshwaji wa zao la tumbaku. Pasco Katona huyo hapa anatupa undani wa hii taarifa. Aikabidhi msaada huo wa pikipiki moja kwa jeshi la polisi. Yusufu Maundi, meneja mahusiano na usimamizi kampuni ya tumbaku Premium Active Tanzania, amesema kuwa wameamua kutoa msaada huo kwa lengo la kudumisha mashirikiano. Leo tumekuja hapa kukabidhi pikipiki kama mnavyoiona hapa kwa ajili ya wao kuweza kutumia. Tunaenda kuchukua pikipiki tofauti na za mabwana shamba wetu na watumishi wetu wengine ili iwe tofauti, na hata uwezo wake pia ni mkubwa kuonyesha pikipiki nyingine ili kurahisisha wao kuweza kufukuzia kitu chochote kile. Ndio maana CC yake ni 250 na pikipiki mpya kama mnavyoiona na ni kisasa sports, ndio pia haichoshi. Tukasema tuwakabidhi wenzetu ili kuwasaidia katika shughuli zao za kila siku. Mkuu wa kituo cha polisi Mishamo, Andu Msesemi, akitoa shukrani zake za dhati kwa niaba ya jeshi la polisi, amesema kuwa wanaishukuru kampuni hiyo kwa kuwasaidia usafiri huo. Mimi kama mkuu wa kituo cha polisi Mishamo, kwa niaba ya kamanda wa polisi mkoa wa Katavi, pia kwa niaba ya jeshi la polisi, pikipiki hii ili iweze kutusaidia katika kituo cha polisi Mishamo katika kupambana na uhalifu, kwa sababu hii itatusaidia kwenye doria zetu tunazozifanya za kila siku, kuweza kutoka kijiji kingine na kwenda kijiji kingine, kwa sababu kutoka kijiji kimoja kwenda kingine ni miles. Kwa hiyo tunapokuwa na usafiri kama huu, jeshi la polisi linatusaidia sana, hasa katika kupambana na uhalifu na uhalifu. Naye mwakilishi wa mkuu wa makazi ya Mishamo, Jimmy Morel, ameeleza kuwa wao kama ofisi ya mkuu wa makazi wameipongeza kampuni hiyo ya tumbaku ya Premium. Tunashukuru sana wadau wetu Premium Active Tanzania kwamba wamejali wanarudisha fadhila katika hasa taasisi na jamii kwa kuweza kuona umuhimu hasa wa kutuletea chombo hiki cha moto, maana ilikuwa changamoto hasa katika kituo chetu cha polisi cha Mishamo. Ilikuwa na usafiri lakini umechakaa. Kupatikana kwa pikipiki hiyo itakuwa imewasaidia katika swala zima la kuimarisha ulinzi na usalama katika kambi ya wakimbizi ya Mishamo. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pasco Emmanuel Katona wa Channel 10.
Zaidi ya wanafunzi 500 kutoka shule za sekondari mkoa wa Dar es Salaam wamekutanishwa na Chuo cha Umoja wa Afrika Tanzania UAUT kwa lengo la kuwashindanisha kwa kuwapa programu maalum ya sayansi, teknolojia, injinia na kompyuta yani STEM ili kuendana na kasi ya teknolojia ya dunia ya sasa. Hii hapa ni taarifa zaidi. Hayo ameyazungumza na makamu mkuu wa chuo hicho kampasi ya Dar es Salaam Emmanuel Richard. Amesema programu hiyo itawajengea uwezo wanafunzi kwenye teknolojia na kwamba wanafunzi watakaoshinda kwenye programu hiyo, washindi 5 watapata ufadhili kwenye chuo hicho, huku shule hizo zikitajwa kuwa ni Benjamin Mkapa, Azania, Pugu na Jangwani. Tutakuwa na washindi, na katika hao washindi tutakuwa na mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu hadi wa 4. Na baada ya ushindi huo basi shule zile husika zilizo participate zitapata scholarship, na zile scholarships zitaenda direct kwa zile shule husika. UAUT, we are here in Tanzania to train the next generation of leaders who are equipped with academic excellence and Christian values. Kwa upande wao, wanafunzi walioshiriki mashindano ya programu hiyo, Washington Msengi kutoka shule ya sekondari Pugu na Chelsea Godlove kutoka shule ya sekondari Jangwani, wamesema programu hiyo itawajenga kimasomo na kimaisha na wenda sambamba na mabadiliko ya kidunia ikiwemo ukuaji wa teknolojia. Chuo hichi cha Union African University of Tanzania kinaweza kutoa scholarship kwa wanafunzi ambao wanaonesha uwezo mkubwa katika swala la courses mbalimbali na programs ambazo zinatolewa katika chuo hichi, ambao kwa sisi wanafunzi tunanufaika sana kwa sababu ya gharama za masomo na pale ambapo tunahitaji kupambania ndoto zetu. Tunaweza kuwa tunaenda na kasi ya dunia. Pia kutakuwa kuna tuzo mbalimbali ambazo zitapewa, kwa sababu pia kutakuwa kuna mathematics competition ambazo zitafanyika katika kwa representatives wachache kutoka katika kila shule, na washindi watapata kupewa prizes mbalimbali. Mshindi wa kwanza atapewa gharama fulani na watapeleka prizes hizo katika shule zao na zitaweza kunufaisha watu mbalimbali. Pauline Mvungi, Channel 10. Taasisi isiyokuwa ya kiserikali ya Chanzo cha Matumaini Tanzania kwa kushirikiana na wanafunzi wa shule ya msingi Bunju mkoani wameendesha zoezi la upandaji miti katika eneo lote linalozunguka shule hiyo na kutoa wito wa utunzaji wa mazingira ili kuepuka mabadiliko ya tabia nchi. Mwenyekiti wa Chamata mkoa wa Dar es Salaam James Nki amesema katika eneo hilo wanatarajia kupanda miti zaidi ya 6,000 ikiwemo ya kivuli na matunda, na kuhimiza miti hiyo kutunzwa ili iweze kuleta faida kwa binadamu na viumbe vingine. Kupanda miti ni sehemu ya kutunza mazingira, na hii imekuwa ni kampeni yetu mara kwa mara kila tunapokwenda kama taasisi ambayo inashughulika na masuala ya kijamii. Ni muendelezo wa masuala ya kijamii. Kwa tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kudumisha mahusiano mazuri kwenye jamii, na tukipata nafasi nyingine tutagawa na vitabu kwa ajili ya wanafunzi kwa maana ya kuendeleza kile ambacho tunakiita ni mahusiano bora kwenye jamii kama taasisi yetu ya Chama. Napanda miti ili kutunza mazingira yetu yatusaidie kwa baadaye kuepuka mmomonyoko, lakini pia kutunza uoto wa asili. Pia kutunza mazingira kunatusaidia kupata sehemu nzuri ya kuishi, lakini pia sehemu nzuri ya kupatia huduma zetu za kijamii. Pia miti hii itawasaidia watoto wakati wa kipindi cha mapumziko kuweza kukaa chini ya vivuli na kujisomea. Lakini sio hivyo tu, miti ina faida nyingi. Afisa elimu kata ya Bunju George Mwamasangula ameipongeza Chamata katika kuunga mkono serikali katika utunzaji wa mazingira na kuahidi kuendelea kushirikiana nao katika kuhakikisha mazingira yanatunzwa kwa upandaji miti. Kuleta huduma hii katika shule yetu ya Bunju mkoani, kwa sababu shule yetu ni mpya, tunaendelea kuiboresha, na miti ni muhimu sana kwa ajili ya mazingira yetu, lakini pia kwa ajili ya watoto wetu ambao wapo katika mazingira haya, ambayo itawasaidia kwa ajili ya kivuli wanapokuwa nje ya madarasa, lakini pia kuna miti ya matunda ambao watakula, wataongeza afya ya mwili. Kwa hiyo tunashukuru kwa kutuona katika kata yetu, na sisi tutashiriki. Niwahakikishie kabisa niko na walimu wangu safi na vijana wangu wako pale, watailinda miti, tunahakikisha kwamba itakuwa. Zoezi lote la upandaji miti, kwa kweli shule yetu mmeifanya ya kipekee kutuletea hii miti na tusaidia sana. Tunaahidi kwamba hakuna mti hata mmoja utakao kauka. Hii miti inasaidia sana watoto, hata wakitoka
breki, wanakaa chini ya mti, wanapumzika, na pia kwenye discussion wanakaa chini ya miti wanafanya discussion zao. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Na mtazamaji, tuangazie habari za michezo. Klabu ya Simba inashuka dimbani leo kucheza na Stellenbosch katika mchezo wa mzunguko wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo utakaopigwa majira ya saa 10 alasiri kwenye uwanja wa Moses Mabhida jijini Durban nchini Afrika Kusini, huku Simba wakiwa na faida baada ya kuibuka na ushindi katika mchezo wa kwanza. Wakizungumza kuelekea mchezo huo, kocha mkuu wa Simba na mchezaji wake wameeleza kukamilika kwa maandalizi ya mchezo huo sambamba na matarajio yao. I think the Champions League has shown us that you cannot predict in matches of this magnitude. Nafikiri ligi ya mabingwa imetuonyesha namna ya kucheza michezo ya namna hii. Kila mmoja alitarajia Al Ahly kushinda mchezo wake, lakini baada ya kuruhusu goli la nyumbani wameondolewa. Hizi ni mechi ambazo wanatakiwa kucheza sana kwa akili. Hizi ni mechi ambazo wanatakiwa kujipanga vizuri sana. Tuna kazi kubwa sana ya kufanya kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. To keep the clean sheet, but we know we got a very big job to do here in the second leg. As players about tomorrow's game, we know the task. Kama wachezaji tumejipanga vizuri kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Lakini tunakufuata kile ambacho walichokizungumza makocha ili tuweze kufanya vizuri. Sure that we win the tomorrow's encounter. Na kila laheri mnyama, na Simba akishinda taifa linafurahi. Dua zote za Watanzania ziko kwa mnyama Simba Sports Club huko nchini Afrika ya Kusini. Mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia taarifa yetu ya habari, na hivi punde tutarudi tena kwa ajili ya uchambuzi wa magazeti.